Nimeona nifichue siri kuhusu kiumbe mwanamke. Kipindi nimeteuliwa au nimechaguliwa na Mungu aliye juu mbinguni, ananiambia kwamba watu watakao nipinga kwenye huduma ya Mungu kwa wingi ni viumbe wanawake. Viumbe wanawake ndo wenye nguvu za giza, ndo wanaotaka kutawala dunia, ndo wanayeongoza kwa mabaya na mazuri. Mungu ananiambia kwamba kiumbe mwanamke ndo kimebahatika kuzungumza na shetani pamoja na Mungu, lakini kiumbe mwanaume kimebahatika kuzungumza na Mungu peke yake. Ndio maana mabaya na mazuri wanawake ndio wanasababisha. Sasa tafadhali naomba unisikize vizuri kwa makini. Viko hivi. Watoto wanapozaliwa, ukiona mtoto awe ni wa kiume au wa kike ana tabia mbaya, ujue hiyo tabia ameitoa kwa upande wa mama. Msikie vizuri. Ukiona mtoto wa kike au wa kiume amezaliwa na tabia mbaya, tabia mbaya imetoka kwa mama. Viko hivi, nataka niwafafanulie vizuri. Mama kama ni mwenye tabia nzuri, mwenye heshima, hata watoto watakapozaliwa watakuwa wenye adabu, wenye heshima. Mtoto wa kike anajifunza kupitia mama. Mtoto wa kiume anajifunza kupitia mama vile vile, kwa sababu watoto wanakuwa na ukaribu na mama kwa sana kuliko ukaribu na baba. Wababa hawatumii muda mwingi kuwa pamoja na watoto wao, na hapo ndo jinsi Mungu alivyoumba. So viko hivi, mtoto wa kiume akiona mama yake hamheshimu baba yake, mtoto wa kiume akiona mama yake hamtii baba yake, mtoto wa kiume akiona mama yake hampendi huyo mtoto wa kiume, hata siku akioa vitakuwa vigumu kumwamini mwanamke, kwa sababu watoto wa kiume wanachukua mwanamke wanamweka kama upande wa mama yake. Sasa kama mtoto wa kiume amekosa upendo kutoka kwa mama yake, hapo hapo mzazi wake amesha infect kisaikolojia na kiimani. Mtoto wa kike kama ameona mama yake hamtii babake, hamheshimu babake, vitakuwa vigumu mtoto wa kike hata kiolewa kuheshimu mume wake, kumsikiliza mume wake, kumheshimu mume wake. Sisi tunaelewana hapo? Sasa ndo hapo changamoto zinakuja kwa wingi, kwa sababu mabaya na mazuri mtu wa kwanza kuyaona ni mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Watu wenye akili watanielewa, lakini wajinga hawezi kunielewa. Sasa ninyi wakina mama msitumie kauli ya kwamba mtoto amefuata babake, tabia babake. No, mtoto hafuati tabia ya baba yake. Mtoto yoyote wa kike wa kiume anachukua tabia ya mama. Sasa wakina mama wengi wana tabia mbaya, wanajaribu kujificha ili watoto wasione hiyo tabia. Wakina mama
wanaficha tabia zao, lakini wakina baba wanafichua tabia. Ni vigumu wakina baba kuficha tabia. Ndio maana unakuta wanasema watoto, ya tumemwona baba alikuwa hivi, baba alikuwa hivi, baba alikuwa hivi. Wenye tabia mbaya na nzuri ni watoto wa kike, wanawake, lakini wanajaribu kujificha na kuficha watoto wao. Lakini wafiche ile infect ya spiritual itawafuata. Sasa ninyi wakina mama mjifunze, mnayoyafanya yanawafuata watoto wenu. Tabia yako wewe mama itamfuata mtoto wako, awe ni wa kiume au wa kike. Ukiwa wewe mama ni kahaba,